Share. Share. It's the kids, baby. Ula, anaitwaje huyo J once again. Batani, kuna waka batani. Kama hauna kinyongo, mshitue jirani. Kama una chuki, nenda shitaki mahakamani. Hizi lugha mbovu naomba tafuta mkalimani. Na hivi ndivyo nilivyo mimi, niacheni we. Na hivi ndivyo nilivyo mimi, niacheni we. Usinigesi we, niacheni we. Usinigesi we, niacheni we. Mitungi hiyo, alafu mikasi hiyo. Piga simu hiyo, wewe uko wapi hiyo. Mitungi hiyo, alafu mikasi hiyo. Piga simu hiyo, wewe uko wapi hiyo. Na hivi ndivyo nilivyo mimi, niacheni we. Na hivi ndivyo nilivyo mimi, niacheni we. Usinigesi we, niacheni we. Usinigesi we. Ebana, makofi kwake, makofi na vigelegele. Kipaji mmekiona, mjakiona? Mmekiona mjakiona? Kinafaa kwenda mjini, uongo uongo? Kinafaa kwenda mjini. Ni sahihi kwa matumizi ya burudani, ni sahihi kwa matumizi. Bwana dogo, umenizidi kunipagawisha, umezidi kunipandisha morali. Yaani natamani niruke kama Masai vile. Yaani hizi vitu unavyoflow nazo kama vile umefanyia mazoezi, au ulikuwa unafanya mazoezi? Hapo hapo tu babu, kisamaji vinatoka. Tafadhali tunaomba muwapokee kwa makofi. Tunaomba makofi ya tawala wanapoingia. Mimi na
tu, furaha iliyoje! Wende sasa. DJ, tunaomba turudishie kabisa mwanzo kabisa. Kamata studio, kamata studio. Studio kamata. Wapita. Studio kamata hapa na kuwashuhudia wajukuu na hengo kama hii hapa. Ukweli wangu maana ni jambo kubwa kabisa hili hapa, linastahiki na anastahiki na ana furaha mwenyewe kumshukuru Mwenyezi Mungu hapa ambapo ameweza kufikia. Bila kupoteza wakati, tunamleta kwenu baba wa familia akiwa na msimamizi wake. Tunamleta kwenu baba wa familia akiwa na msimamizi wake. Baba, popote pale ulipo unakaribishwa. Baba, popote pale ulipo unakaribishwa. Studio, twende. Haya, studio kwako. Bwana, anaonekana baba haonekani. Anaonekana baba haonekani. Hiyo jezi ndio imenishtua hiyo jezi. Hiyo jezi imenitisha kidogo, kumbe sio yenyewe. Aise, watumishi wa Mungu, manabii na wao waje hapa tuwaone, waje wafanye ya kwao, waje walete upako, waje walete neno takatifu, waje walete makofi na vigelegele. Zoom. Yes. Zoom afipige tena. Mimi ni nani mpaka nishindwe kumpokea mama yangu? Mimi ni nani mpaka nishindwe kumpokea baba yangu, wakati yeye ndio amenifanya niwe hivi? Nitanuke nijidai. Leo nimbo nimeshika maiki hapa kwa sababu yake.
nipo naongea hapa basi kwa sababu yake, au baba ama mtumishi wa Mungu yoyote kati yenu, tunaomba tufungulie sherehe hii takatifu kwa maombi matakatifu. Basi tusimame ili tufungue kwa maombi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku njema, ni siku ambayo ni ya utukufu wako Bwana. Baba, tazama watoto wako tunapoanza mahali hapa. Roho wa Mungu uanze nasi na umalize nasi kwa ajili ya utukufu wako. Ulinzi wa kimbingu ukatamalaki, ukatawale kila jambo linaloendelea hapa, likaendelee kwa utukufu wako. Ninaiachilia huduma hii, ninaachilia sherehe hii kwa ajili ya utukufu wako. Tamalaki wewe, tawala wewe kila mahali, katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutufungulia sherehe hii hapa takatifu ya birthday, na shukrani kwa mama yetu mpendwa na kwa baba yetu mpendwa ambaye yuko mahali hapa. Kinachofuata basi ni neno hilo linatoka kwa mama. Kinachofuata ni neno kutoka kwa mama. Studio, tunaomba mnyanyue mama yetu atupe neno. Kwa jina la Yesu, mama karibu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Wote na wasalimu mahali hapa. Karibuni watumishi wa Mungu, nimeona mahali hapa. Karibuni majirani na ndugu zangu wengine wametoka Mbagala na waumini wenzangu mahali hapa. Karibuni sana, karibuni sana. Leo ni siku ya kumshukuru Mungu pamoja na kutimiza umri ambao tumefikia pamoja na mume wangu mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeona mpaka wajukuu zetu. Tunazidi kumshukuru Mungu, na siku ya kuwabariki watoto wetu mahali hapa, maana ni neema ya Mungu kufikia muda huu. Mungu awabariki sana. Bila kupoteza muda, nitakuwa na maneno machache ya Mungu katika Biblia, tushirikishane ili Mungu athibitike mahali hapa. Karibuni sana. Yakobo aliacha jiwe akasema panaitwa Ebeneza. Wao sasa wakiyatazama maua haya, miaka nenda miaka rudi, watakumbuka wazazi wao. Itakuwa ndio ishara katika maisha yao, na watastawi na kuchanua kama anavyochanua maua haya. Watasonga mbele. Na zaidi ya yote, na Biblia hii ikawa ndio mwongozo katika maisha yao. Endapo maisha yao yatakuwa magumu, itakuwa shida, tabu, watafungua Biblia, kuna majibu tosha. Usiende kumuuliza jirani habari ya maisha yako, wala rafiki yako, wala nani wako. Biblia ina majibu tosha. Kwa hiyo bado nasema Biblia hii ni mwongozo katika familia yangu. Wawafundishe wao, watoto wao na wajukuu zao, hata kizazi cha 4. Ndizo baraka nazoachia watoto wangu. Amen. Wapwe zetu wapite hapa. Nasubiri Baba Milika. Wajukuu wote wanahitaji ya Mungu. Baba Milika unaitwa? Baba Milika hatuja kuona. Mwanaume ukiwatia watoto utapata baba. Mwanamke ukiwatia watoto
watoto wetu kuna wawili hawapo. Kuna mmoja amesafiri na magari makubwa, anaitwa Hamisi Janga. Kuna mwingine yuko Tabora, yuko kazini, ameshindwa kufika mahali hapa. Kwa hiyo hawa waliokuwepo wanatuwakilisha sisi wazazi wao mahali hapa. Amen. Na hawa ndio wajukuu zetu. Amen. Na Mungu awabariki sana sana watoto wangu. Kila mwingiapo na kutoka mkazione baraka za Bwana. Na Mungu akawafundisha usiku na mchana maneno yake, katika ndoto, katika maono. Popote pale akafundisha maneno ya uzima, kwa sababu Yesu Kristo anasema yeye ni njia, kweli na uzima. Kwa hiyo mkawe baraka katika ulimwengu huu. Akawaepushe na mambo yasiyofaa na marafiki wasiofaa, akawaepushe na mabaya yote. Ninawaombea ninyi kama mtoto mdogo. Kwa hiyo namwomba Herieti apate kusogea mahali hapa, tumkabidhi maua haya. Hata kama ni bondia, hiyo ni kazi ya Lemba. Hata kama ni endi sama, hiyo ni kazi ya mama. Aliambiwa Amina Sukuma, akazaliwa Muhammadi, jikaze Mariamu Sukuma, jikaze mama Sukuma. Wasogee mahali hapa ni wakabidhi maua haya. Hii ni ishara ya upendo, ndoa yenu ikastawi na kufanikiwa sana. Na Mungu awabariki. Nimekukumbuka sana mama, wala tibila, nikumbuka zamani nilipokuwa mdogo. Nikilia jioni na utamkabidhi atakapokuja. Hiyo ndio ishara ya maisha yao. Kama kama maua yalivyokuwa yanang'aa, ndivyo maisha yenu mkabarikiwe na kustawi vivyo hivyo. Mungu awabariki. Basi nawashukuru watoto wangu. Amina. Kwa niseme kidogo na mwachana baba kidogo. Nawashukuru watoto wetu, mkashikamane popote mnapokwenda, msiachane katika shida na raha, muinuane popote pale itakalotokea. Nyinyi ni familia moja ambayo ipo. Na Mungu awabariki. Asante. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika jina la Mungu. Bibi mkubwa kamaliza. Kuna vitu vinakufunika. Unamtanguliza bibi mkubwa. Nini kisafiria ambacho ni mbaya. Yaani aliongea utakuwa muone. Kama ndaanza mambo mengine eti nikwendeka swala kubwa, amani na upendo katika familia idumu. Na ndio maana sisi leo mnatuona huyu hapa ana 60 years, mimi na 65. So kwa saizi hapa tumeruka viunzi vingi. Ni wanae tunajua, hao watu wengine hawezi kujua vipi hivi. Tumeruka viunzi kiasi gani. Amani na upendo sio kwamba tulikuwa tugombana. Inafika mahala hakuna kumhusisha jirani. Sababu utatia aibu wewe. Unamuita mbele, bwana hebu sikiliza, kuna 1 2 3, hebu tuache hili. Tufanye hili. Maisha yanaenda. Mimi nashukuru sana mke wangu kamaliza. Naomba familia yangu pamoja na wote waliokuja hapa wapate basi mambo yetu sisi kama inawezekana, ili iwasaidie na wao. Ikiwezekana wafike hapa tulipo. Kama wakishindwa hapo, isapo mimi siwezi kuwashauri watu. Asante. Amina. Mungu awabariki sana. Mimi mkakae. Wamefikia umri kama huu hapa wa baba na mama ni wachache sana. Alafu vile niwaambie, kama kuna wazazi wenye upendo na watoto kama hawa wazee ni wachache sana kwa karne ya sasa hivi, kwa sababu tunashuhudia, tunayaona na tunakuwa kama hivi, wengine tunakuwa kama hivi. Wazazi wetu hapo huko hawana habari na staili kama hii, ambao mfano mzuri umeonyeshwa kwa wazazi hawa wawili, na iwe ni mfano wa kuigwa kwa wazazi wengine. Bila kupoteza wakati, tunaomba mkae mamangu na babangu,
ili tuendelee na ratiba. Studio. Baada ya hayo, baada ya zawadi kutoka kwa mama na baba na usia tofauti, mimi naomba niwaambie kamati ya keki. Kamati ya keki, tumalize mambo kwa usahihi ili tuendelee na masuala mengine. Popote pale mlipo, kamati ya keki, tunaomba kamati ya keki, studio, twende kamati ya keki. Kunaomba mnyanyuke kwa keki takatifu kabisa hii. Mnyanyuke, mpige makofi tafadhali. Mnyanyuke, mpige makofi. Asante studio, asante wadhamini, asante studio. Jamani, muda wa keki mmeiona? Mmeiona keki? Amjala kwani? Amna afya? Amna afya? Mnaishishije? Mmeiona keki? Inapendeza kama mama na baba. Uongo bwana. Sasa tunaomba mama na baba mkae kidogo, tumwite mkata keki. Naibadilisha kitu mbali. Wanaohusika na kukata hii keki, show inaendelea. Mmetuletea keki tu, wanaohusika na kukata hii keki tunaomba hapa tuwaone. So mmetuletea keki, mmeibwaga hapa. Iko ndo atakayekata keki hii. Vigezo na masharti kuzingatiwa studio. Hello, naitwa Ines Ragwell. Sikiliza wimbo wangu Jeton sasa kwenye Audiomack. Saa 10 haya studio. Hamna picha mpaka tuwashe Studio. Haya, baba na mama tunaomba mnyanyuke. Hii ni keki takatifu ipo hapa kwa jina la Yesu Kristo ambaye ameteseka kwa ajili yetu. Keki hii tunakwenda kuikata kwa upendo uliopo ndani ya familia hii. Kwa kukata tunaepusha na tunang'aza upendo, tunaepusha kama kuna uadui, kuna maadui na kuna wasiopenda wazee hawa wazeeke hapa walipofikia, iwe mara tatu yake. Leo hii tunakwenda kuwakata kwenye keki hii. Ubaya wao, fusta yao, kijicho chao kisiwafikie,
na kikae mbali nao kama kilivyoweza kukaa miaka yote mpaka hapa walipoweza kufikia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa mitume yote ambayo inawazunguka wazee hawa pamoja na familia hii. Leo hii tunaomba mnyanyue kisu juu, kisu kiwe juu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunakishusha taratibu kisu hiki, tunakishusha taratibu kabisa mpaka kitakapofika kwenye keki takatifu kabisa yenye nguvu na upako wa Yesu Kristo ambaye ameteseka kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya wanadamu wote. Keki inakatwa kwa upendo mkubwa kabisa wa baba na mama. Yes. Asante sana. Haya, tunaomba keki, kipande cha keki kiende upande wa pili. Inaleta raha ya aina yake. Wakati wale watoto wanajiandaa kula hii keki na kurudi hii hapa nataka kama vipande kwa ajili unarudisha kidogo hapa au umesimama hivi sana. Yeah. Haya, wale watoto, mtoto mmoja wapo. Mtoto mmoja wapo tunamuomba mtoto kwa baba yao. Tunaomba stiki. Tunaomba stiki. Tunaomba stiki tafadhali. Sawa. Studio jiandae na wimbo. Tunaomba kijana umlishe keki mama kwa upendo. Simamia kwa huko. Ili tupate picha nzuri, simama kwa huko. Makofi na haya kijana. Studio. Kamata kipande kingine cha keki kwa upendo mkubwa kabisa. Yes. Haya, tunataka ukae mkao ambao tutaiona picha kwa uzuri, umlishe baba keki. Yeah, makofi kwao, makofi tafadhali. Haya, mama upande wako sasa. Studio. Mama upande wako, kamata kipande cha keki. Kamata kipande cha keki upande wako. Tunaomba umlishe msimamizi wako kwanza kabla ya yote. Makofi tafadhali. Studio.
baba kwa heshima na taadhima kamata kipande cha keki. Hapa tupige picha, tuchukue video moja beti na kwa upendo mkubwa kabisa. Studio. Haya, tunaomba mgeukie msimamizi wako naye aipate keki kwa upendo. Yes, makofi na vigelegele. Haya, tunarudi kwako mtoto. Tumemwona mama akimlisha keki msimamizi na baba akimlisha keki msimamizi wake. Kazi kwako kumlisha keki tena. Kama ni mama mdogo ama ni baba mdogo, kamata kipande cha keki. Watu ambapo tutaipata picha nzuri, simamia kwa huko. Haya, rudi kwenye sahani ya keki tena. Kamata kipande cha keki. Lisha baba yetu mdogo sana. Haya, studio. Inapendeza, haijapendeza? Inapendeza. Jamani, msio tunaomba sauti jamani, hata kama mjala. Inapendeza, haijapendeza? inapendeza. Inaleta ladha, haileti ladha? Inaleta ladha. Kijana, tunaomba urudi kwenye kiti chako, tubaki na wazazi. Kijana, rudi kwanza. Yes. Attention. Mama, kamata kipande cha keki. Kijana, sogea. Haya, na baba naye kamata kipande cha keki. Haya, makofi kwao na vigelegele, makofi kwao na vigelegele. Studio. Jamani, watoto mpo hampo? Watoto mpo hampo? Haya, sasa tunataka sasa wale watoto muda wao wa kula keki wasogeze, wakae karibu, tusiite mtu yuko Afrika Mashariki. Watoto wa mama na baba, watoto familia, tuseme familia, watoto. Haya, Hebu niendelee kwanza. kumbuke. Haya, watoto. Studio tuweke kwanza, studio tupandishe kwanza na muziki. Haya. Watoto wamesahau, waje kama kuna watoto popote pale mlipo, msogee karibu. Kambuzi shemeji, mwambie akae kidogo pembeni kidogo, asizame sana hivi. Haya mama, Ushike studio. yaani hivi umeona hivi. Haya mama, kamata kipande cha keki. Haya, mlishe mtoto. Haya babu, kamata kipande cha keki. Makofi kwao. It's your boy Emma. Listen to my song Diana on Audio Mac. Haya dada. Makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele. Haya. Makofi na vigelegele kwao.
Watoto msogee, wajukuu. Inapendeza sana. Makofi na vigelegele kwa. Yes. Haya mama. Asante. Makofi na vigelegele. Haya. Watumishi wa Mungu, tunaomba mjiandae na keki. Watumishi wa Mungu na manabii, tunaomba mjiandae na kukula keki. Mama na baba, mama atamlisha baba, baba atamlisha mama. Mama atamlisha keki baba na mama atamlisha baba keki upande huu. Upande huu. Huku atamlisha hapa. Hapa atamlisha hapa. Samata baba kipande cha keki. Makofi na vigelegele. Mama kamata kipande cha keki. Makofi na vigelegele. Haya. Haya, wageni kutoka Mbagala. Mwandaji keki yuko wapi? Tunamwomba mwandaji keki hatuwezi kumsahau. Mwandaji keki, popote pale ulipo, unahitajika kwenye meza ya keki. Mbona anajificha? Mwana.
Jamani, bila kumsahau DJ wetu. DJ tunamwomba asogee kwenye meza ya keki tafadhali. Tunamwomba mshika taa amsaidie kaka, tunaomba msaidie mshika taa kwanza. Nenda. Kwenye upande wa kamera, kwenye upande wa production aweze kula keki na yeye. Upande wa kameramani, kama kuna mtaalamu zaidi yake, tunamtaka kameramani. Haya, upande wa MC studio. Jamani, keki tamu. Aliyepika keki nani? Naomba nikuone. Aliyepika keki. Natamani kujing'ata. Haya. Jirani mwema toka huko ndani ule keki. Usijisaulisha, usiingie ndani ukasahau keki nimekusahau. Jamani, keki tamu. Acheni nijilambe. Sijui ameweka utamu wa nini Mwarabu. Haya, tunaomba studio. Tumeburudika wote, uongo. Tumekula keki wote, uongo. Bado jamani, mtakula kwenye chakula, muda unakwenda. Tunataka na sisi tushibe. Kamati ya chakula. Kamati. Haya, watu wa keki kamati ya chakula. Ewe nauziwa. Kamati mko vizuri sana. Kamati mko vizuri. Tunaomba waoshe mikono, wazazi muwape chakula ili tuweze kumaliza jambo. Kuna zawadi hapa. Mpite mpaka kwa watumishi wa Mungu. Mahali hapa ili tuwapo tukapate nguvu na afya za kuweza kufanikia wewe na kufanya kazi nyingine za ziada kupitia jina la Yesu. Amen.
Je, tunafanyaje? Hapo na picha nyingi nimekupiga, je, tupige tena nyingine niongeza hapo. Sasa sijajua hapo utakaiona nzuri. Basi sawa.